Mimi naitwa Sheponda Saponda, na katika fursa hii nimependa nizungumze swala hili la usalama wa raia hapa nchini kwetu Tanzania, na nimesukumwa zaidi na mahojiano ambayo nimeyaona kwenye vyombo vya habari, ambapo spika wa bunge Mheshimiwa Tulia Ackson alikuwa anafanya mazungumzo na mwandishi Charles, na kulikuwa kuna maswali ya msingi sana yaliyoulizwa pale. Spika aliyatolea maelezo, lakini yale maelezo kwa kweli yamenigusa kidogo. Nikaona kama ni maelezo ambayo yalikuwa yanahitaji kuyafanyia uchambuzi kwa kiasi fulani. Kwanza niseme kwamba ni kweli kwamba taifa letu sasa hivi linapita katika kipindi kigumu sana cha usalama wa raia, hasa katika swala hili la utekaji, watu kupotea, mauaji. Hili ni tatizo kubwa sana ambalo limeanza toka awamu ya 4, awamu ya 5, na sasa kwenye awamu ya 6 inaendelea. Raia wengi wamepotea, na baya zaidi ni kwamba wananchi hawapati matumaini juu ya jambo hili, kwa sababu linaendelea na watekaji wanafanya, na haionekani kwamba kuna kikwazo chochote kinachoendelea pale. Hii ndio jambo la hatari sana, kwa sababu wananchi wanakosa matumaini. Maana yake watu wanatekwa na kupotea. Sasa katika mahojiano ambayo yamefanyika hivi karibuni yaliyomhusisha Mheshimiwa Spika wa Bunge, alipoulizwa juu ya swala hili la utekaji kwamba kwa nini bunge halionekani kwamba linaguswa na jambo hili na linachukua hatua stahiki, pengine hata ya kuisimamia serikali katika swala kama hili, ili serikali iweze kuwajibika, kwa sababu serikali ndio ina mamlaka ya kulinda usalama wa raia, na wao ndio wenye wanaotakiwa kujibu kwa nini watu wanapotea, kwa nini watu wanauawa hovyo. Alipoulizwa swali kama hili alijibu, lakini majibu yalikuwa mepesi sana. Nakumbuka nilipoangalia kwenye ile video, Mheshimiwa Spika alipoulizwa, kwanza alipojibu swali hili alianza kwa kuonyesha uwezo wa bunge. Alionyesha kwamba bunge lina uwezo mkubwa wa kusimamia serikali, na pale linapotoa maamuzi, basi yale maamuzi yake ni lazima serikali yatekeleze. Lakini la pili, alionyesha kanuni za bunge kwamba ili bunge liweze kupokea taarifa na liweze kuifanyia kazi ile taarifa, basi ni lazima taarifa ile iweze kuwa na ushahidi wa kutosha. Bunge haliwezi kupokea taarifa ambayo ya kawaida tu iliyosikika kutoka tu katika vyanzo ambavyo haviaminiki alafu ikafanyia kazi. Kwa hivyo alionyesha kwamba endapo bunge likipewa taarifa katika yenye ushahidi wa kutosha, basi bunge huwa linafanyia kazi, na kwa maana hiyo lina uwezo kuigiza serikali na serikali ikafanyia kazi hilo jambo. Lakini jambo la tatu alieleza spika ni wasiwasi wa taarifa zinazotolewa na wananchi kuhusiana na swala hili la utekaji wa raia na mauaji ambayo yanaendelea. Haya ndio mambo matatu ambayo aliyazungumzia, na mimi ningependa na mimi kuyapitia haya mambo matatu. Kwanza nikianza na ile hadhi na uwezo wa bunge. Ni kweli kabisa kwamba na mimi naungana naye kwamba bunge ni chombo kikubwa na kina uwezo mkubwa kabisa, na kikatiba ndiyo mamlaka yake kuisimamia serikali, na matarajio ya wananchi ni hayo, kuona kwamba bunge linaisimamia serikali katika masuala mbalimbali. Moja wapo ilikuwa ni swala hilo la kuhakikisha kwamba serikali inalinda usalama wa raia na inawajibika katika yale mambo ambayo ni muhimu. Naungana naye kwamba hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kikatiba. Lakini la pili ni hili swala kwamba bunge pale linapopewa taarifa, basi taarifa ile ni lazima iwe na ushahidi. Nalo pia nakubaliana naye katika hili. Sasa katika hili nilizungumzia moja kwa moja, kwa maana kwamba spika anajaribu kuonyesha kwamba tatizo lililopo katika ule wito wa wananchi kutaka bunge lichukue hatua juu ya swala kama hili, anaonyesha kwamba taarifa pengine zinazofika bungeni zile ambazo zinakuwa hazina ushahidi ni taarifa za kawaida, kwa bunge haliwezi kuchukua hatua kwa taarifa ambazo sio za kawaida.
Sasa mimi hili nipenda kumkumbusha kwamba wananchi wamekwisha chukua hizo hatua kupitia kwa baadhi ya wawakilishi wao. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limekwisha wasilishiwa jambo hili kwa ushahidi mkubwa na wa kutosha. Katika fursa hii ningependa nitoe maelezo au nisome maelezo ambayo yamewahi kuwasilishwa katika moja ya vikao vya bunge mwaka 2018 ili yamsaidie spika kujua kwamba jambo hili lilishafikishwa rasmi katika bunge lake, lakini bado halijafanywa kazi. Maelezo yanasomeka kama ifuatavyo, ambayo ukirejea katika kumbukumbu za bunge la Jamhuri ya Muungano mwaka 2018 haya maelezo utayakuta. Maelezo yanasomeka kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Juni 12, 2017 mchana, Bi Ziada Salum wa kitongoji cha Maporoni alikuwa nyumbani kwake akipika chakula cha familia, ambapo jeshi la polisi lilifika na kumchukua kwa ajili ya kwenda kwenye mahojiano. Ni miezi 11 leo tangu achukuliwe, hajarudishwa mpaka leo. Familia yake haijaarifiwa chochote, imekaa na matarajio kuwa ipo siku atarudi. Si Bi Ziada tu aliyechukuliwa na kutorudishwa mpaka leo, bali wapo wengi zaidi. Mwezi huo Juni 26, 2017, kina mama familia moja, Rukia Muhohi na Tatu Muhohi, walichukuliwa na jeshi la polisi na mpaka leo hawajarudishwa. Kwa hiyo basi, kwa maelezo hayo ninayoyatoa kwa mujibu wa kanuni ya 120 kifungu kidogo cha pili ya kanuni ya kudumu ya bunge, nitatoa hoja binafsi kutaka bunge lako tukufu kuunda kamati teule kufanya uchunguzi kuhusu kadhia za mauaji, kupotea, kupigwa risasi na kuteswa wananchi. Haya ni maelezo yaliyowasilishwa bungeni na mbunge wa Kigoma mjini wakati huo, Mheshimiwa Zitto Kabwe, kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hivyo maelezo ya spika kwamba pale bunge linapoletewa taarifa zenye ushahidi wa kutosha, basi huwa linachukua hatua. Basi haya maelezo aliyozungumza, mimi nimemletea maelezo ambayo yenye ushahidi wa kutosha yaliyofikishwa bungeni. Taarifa hii imeeleza ni nani waliotekwa, tarehe waliotekwa, na imewataja jeshi la polisi kwamba ndio waliohusika, na watu hao waliochukuliwa wametajwa majina yao, na tokea wakati huo mpaka leo hii tunapozungumza, mpaka hiyo 2017 walikuwa hawajapatikana, lakini taarifa tulizonazo mpaka leo hii 2025 hao watu hawajapatikana mpaka leo. Juzi wakati ametekwa Bwana Mdude Nyagali, mimi ni mmoja katika watu ambao walioandika kwenye vyombo vya habari juu ya ile tukio, na nikatoa wito kwa bunge kwamba bunge liunde tume kuchunguza haya matukio. Mimi nilitoa ule wito kwa sababu nilikuwa nafahamu kwamba bunge lina taarifa za kutosha na za kina na ushahidi wa kutosha juu ya swala kama hili. Kwa hivyo mimi nilipotoa ule wito nilikuwa nakumbusha bunge juu ya haya ambayo tayari yamekwisha wasilishwa bungeni. Kwa hivyo tunamkumbusha Mheshimiwa Tulia Ackson, hili sio swala la kisiasa wala sio swala la kubabaisha. Ni swala linalohusu uhai wa watu. Ni swala zito, watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanapotea. Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi. Ni chombo ambacho kinatakiwa kisimame kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, maslahi ya wananchi. Inapofika mahala kwamba wananchi wanatekwa, wanauawa, halafu chombo cha uwakilishi cha kuwatetea, yani kinaonekana kwamba hakijali, kinawapuuza, hilo ni tatizo kubwa zaidi. Na inakatisha tamaa pale mtu kama yeye ambaye ni spika wa bunge anapofika mahala anapokumbushwa jambo kubwa kama hili, badala ya kupokea yale maelezo ikaonekana kwamba ameyazingatia na kwamba atayafanyia kazi, yeye anasimama anatoa taarifa ambazo kama leo hii tunavyozungumza hapa sasa zinakanushwa kuonyesha kwamba kile anachokizungumza sio sahihi. Madai ya kwamba bunge halijapata taarifa kwa usahihi, sisi tunamthibitishia kwa maelezo kama haya. Akienda kwenye Hansard za bunge mwaka 2018 atakuta maelezo ambayo yametolewa na wabunge yakiwa na ushahidi wa kutosha. Na taarifa hii hapa wametajwa watu kama 3-4, lakini taarifa ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa inahusisha watu zaidi ya 380 siku hiyo ilipowasilishwa bungeni.
kwa ujumla. Akienda kule ataikuta hii taarifa, ni taarifa nzito zaidi. Swala la tatu ni swala la Speaker ameonyesha kwamba ana wasiwasi na taarifa zinazotolewa na wananchi, na akaonyesha kwamba taarifa zile hazina uzito wote ule. Katika hili tunapenda tu kumweleza kwamba sisi tunashangaa sana kusikia kwamba ana wasiwasi wa taarifa za wananchi ambao wao ndio waathirika wakubwa sana. Lakini unakuwaje na taarifa na wasiwasi wa taarifa usizingatie sasa ule wito wa wananchi? Kwa sababu wananchi wanaliomba bunge liunde tume ya uchunguzi. Katika kufanya uchunguzi, maana yake ndio tutaweza kujua kwamba taarifa ile ya wananchi ni sahihi au sio sahihi. Huu ndio wito wa wananchi. Wananchi wanaliomba bunge liunde tume ya uchunguzi, ndio wito wa wananchi. Hata ukirudia kwenye ile Twitter nilifanya juzi, wito ulikuwa ni huo, kwamba tunaomba tume ya uchunguzi. Yaani kwa maana kwamba kinachosisitizwa na wananchi ni kufanyika utafiti wa kina juu ya hali inayoendelea sasa hivi. Sasa mtu ambaye anatoa taarifa ya kutaka uchunguzi ufanyike, alafu taarifa hiyo pia unatilia mashaka. Mashaka gani sasa? Yaani unatilia mashaka wito wa kutaka ufanyike uchunguzi. Lakini baya zaidi ni kwamba katika wasiwasi ule sasa, ukiangalia mahojiano yaliyofanyika na Speaker, yani amesimama upande wa wale ambao wanaoteka, kiasi kwamba amefanya uchambuzi kuonyesha kwamba yawezekana kabisa kwamba taarifa zile hazina usahihi, kwa sababu ziko taarifa ambazo zimepata kutokea huko nyuma na zikawa sio sahihi. Kwa nini tufike hapo kwenye kufanya uchambuzi wakati sisi wito wetu ni kwamba tunataka iundwe tume ya kufanya uchunguzi? Unda tume ya kufanya uchunguzi, alafu kama taarifa zile za wananchi sio sahihi, ile tume ndio itasema kwamba taarifa zile sio sahihi. Lakini wewe wajibu wako ulikuwa ni kuunda tume ambayo ni wito wa uchunguzi, wito wa wananchi. Lakini sasa baya zaidi ni kwamba inakuwaje huku mtaani kuna taarifa nyingi kabisa za kutekwa watu, halafu inaonekana kwamba bunge halifahamu. Sisi tulitaraji kwamba sio lazima watu wasubiri mpaka waliombe bunge, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wananchi, wanaishi mtaani huko. Ina maana kwamba walikuwa wanatakiwa waifahamu hali inaendelea huko mtaani na wafanye kazi ya kuzungumza masuala haya au kuchukua hatua stahiki, kwa maana kwamba wanafahamu. Lakini leo hii imefika mahala kwamba wabunge wetu, yani bado hilo bunge lenyewe limekuwa kama ni chombo maalum mahsusi kipo pale, wala sio chombo cha Watanzania. Na chombo hicho labda pengine ili kiweze kufanya kazi ile ambayo wanataka hawa raia, basi ni lazima kwamba wazingatie masharti fulani. Wakishatekeleza masharti ndo lile bunge liweze kufanya kazi, maana sio chombo cha wananchi. Kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba haya matukio ya utekaji yanahitajika ushahidi gani zaidi ya ushahidi wa matukio ambayo yanaonekana, kwa sababu mtu alikuwepo na hayupo sasa. Lakini pia ushahidi kwamba haya matukio yapo upo. Kwa mfano, ilipotokea raia waliouawa wakati RSO hapa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa anaitwa Zombe, serikali iliunda tume. Ilipounda tume, matokeo yake ilifahamika kwamba polisi ndio wamemuua yule mtu, na wakakamatwa, wakawekwa ndani, wakashtakiwa kwa makosa mauaji. Lakini hata mauaji yaliyofanyika Mtwara, kwa sababu ni tukio lilotokea pale, nakumbuka kama rais aliagiza iundwe tume, alimwagiza waziri mkuu, ikaundwa tume. Ilipoundwa tume, walikamatwa polisi, wakabainika kuwa ndio waliofanya ile tukio. Unataka ushahidi gani zaidi ya huu kwamba katika jamii kuna hayo matukio? Na haya sasa yamefanywa na vyombo vya dola, polisi. Yani rais ameagiza. Sisi tunazungumzia bunge, ina maana kwamba lilitakiwa sasa lenyewe ndio lifanye kazi kubwa sana, kwa sababu haya matukio yanatokea kwa wananchi na bunge ni chombo cha wananchi. Yani ina maana kwamba bunge lina taarifa za kutosha, kwa sababu haya matukio yanatokea. Maana hata pale polisi walipofanya kazi, serikali ilipofanya kazi imethibiti na wamepatikana watu ambao wamefanya ile matukio. Ndio mmoja katika mambo ambayo watu wanalalamikia kwamba bunge lililopo sasa hivi, haya mabunge yaliyopo sasa hivi, haliwakilishi wananchi kwa kweli. Ndio maana inaweza ikatokea kwamba haya matukio yanatokea, yani hata mamlaka nyingine tu, serikali pale ambapo inapochukua hatua, basi angalau zile hatua zinaleta matunda.
Kwa mfano hii ya kuunda tume kule Mtwara imekamata wale watu ambao walihusika pale. Sasa bunge alifanyi kazi yote. Kwa hivyo hiki ni chombo ambacho kinaonekana kwamba kipo pale lakini hakitambui wajibu wake. Ni chombo ambacho kwa wananchi maana ni chombo ambacho kipo pale, labda wabunge walipo pale kwa ajili ya maslahi ya watu. Sasa mnafanya kazi gani nyinyi pale bungeni? Kama nyinyi hamwezi kuzungumzia mambo makubwa yanayohusu uhai wa raia, usalama wa raia, ambapo ushahidi wa hayo matukio kwamba raia wanatekwa, raia wanauawa, ushahidi upo, kwa maana kwamba watekaji pia wamepata kukamatwa wakawekwa ndani. Na tume bunge ilipaswa kuweka tume ya uchunguzi kwa sababu ya idadi ya wananchi ni wengi sana. Kuna ripoti ambayo imetolewa na watu wa TLS nafikiri wametoa ripoti pale ya idadi ya watu wengi sana. Lakini sisi wenyewe mwaka 2023 Shura ya Maimamu Tanzania tulizindua ripoti ina watu zaidi ya 200 na kidogo. Na tuliita vyombo vyote pale na bunge tulioalika waje pale ili waweze kuja kusikiliza. Sio kualika, baada ya kualika pia tulizileta na familia za watu wale ambapo watu wao wamepotea ili wao wabunge waje pale au bunge lije pale waje kuwaona wale watu na wasikilize. Hawakuja. Haya ni matukio ambayo yako wazi na bunge halichukui hatua yoyote ile kwa wananchi. Kwa hivyo wito wetu sisi kwa bunge ni kwamba Mheshimiwa Spika atekeleze wajibu kwa wananchi. Tukio hili ni kubwa na wananchi wanapotea, watu wanauawa. Matukio yanaharibu taswira ya taifa letu. Tanzania sasa hivi ni taifa ambalo linaonekana kuna mauaji makubwa ya raia, wanauawa ovyo, wanatekwa ovyo, wananchi wanapata mashaka makubwa na usalama wao. Kwa hivyo Spika anapotoka mbele ya umma anatakiwa ajitokeze katika sura ya kuonekana ni mtu ambaye au chombo chake kinajali maslahi ya watu, lakini pia awakilishe ukweli. Ionekane kwamba hiki chombo kwa kweli watu waliomo kwenye chombo kile ni watu ambao ni wa kweli. Asiwakilishe sura ya kuonyesha kwamba wabunge wetu ni watu ambao ni wababaishaji na wako pale si kwa maslahi ya wananchi isipokuwa maslahi yale ambayo wanafahamu wao wenyewe. Huu ni wito wetu kumtaka Spika wa Bunge. Tunarudia tena kwamba bunge liunde tume ya kufanya uchunguzi kuhusiana na swala la utekaji na mauaji ya raia yanayoendelea nchini kwetu Tanzania. Na nafikiri katika hiyo hali ya kutaka ushahidi juu ya haya matukio kuteka, sijui ni ushahidi gani ambao unaotakiwa, kwa sababu ushahidi ambao tunaushuhudia sisi ni ushahidi mkubwa sana, sababu ni matukio ambayo hayawagusi tu watu wa kawaida, yanawagusa watu wa level kubwa kabisa. Kwa mfano ukiangalia mtiririko wa watu kutekwa sasa hivi ni ule mtiririko unawagusa watu ambao labda wamekuwa wakifanya watu ambao wamekuwa wakitoa mchango wao, fikra zao kwa umma, hasa katika kuishauri serikali. Hawa ndio ambao unaona kwa sasa maana yake ni watu ambao ule mtiririko wa uteko maana yake ukiangalia au watu kama wakina Mdule na wengine hao, kuna mtiririko ambao unaona uko wazi kabisa na watu wanaotekwa wako pale. Kuna vijana chungu mzima kwenye midani za siasa wamechukuliwa, na baadhi ya mashehe kwa mfano tunaona kwamba kina Sheikh Faridi huko walikamatwa walipokuwa wanazungumzia masuala ya katiba na nini, na sasa hivi tunaona kina katibu hapa wa TAIC hapa nani ameshambuliwa. Yaani tunaona haya matukio yanakwenda kama hivyo, mtiririko namna hiyo. Sasa unataka ushahidi gani kwamba kwenye jamii kuna hili tatizo? Manake Spika anaonyesha kwamba yani mpaka upatikane ushahidi. Sisi tunashindwa kuelewa yani wenzetu wa bunge wetu wanaishi katika nchi gani? Wanaishi katika ulimwengu gani? Yani kiasi kwamba yani hawaoni kama kuna jambo ambalo wao kama wabunge wanapaswa kuguswa. Yani swala hili la utekaji kwamba ni jambo dogo. Kwa hivyo mimi niseme kwamba ushahidi upo katika swala hili, ushahidi wa kutosha, na naamini tu kwamba hapajawa na dhamira ya kutosha kwa watu wetu wa bunge wetu. Na niseme kwamba hili ni jambo gumu kwa sababu kwa mfano leo hii mnapokuwa na msimamo kama huo na tunakwenda kwenye mambo ya uchaguzi kule, unaokuja kule, nyinyi wabunge mnakuja kwa wananchi kusimama kuwaomba ridhaa yao ili iweje sasa?
kama ni watu ambao mko nao mbali kwa kiasi hicho, watu wanatekwa, watu wanauawa, hakuna hatua ambazo mmechukua kama bunge, hakuna hatua ya bunge. Tanzania hakuna hatua yote ya bunge ambayo imechukua juu ya swala hili la utekaji na mauaji. Hakuna hatua ambayo tumeiona hata mara moja. Yaani wabunge wamekaa wanasubiri kwamba wapelekewe taarifa rasmi. Nyinyi wabunge mnaishi wapi? Mheshimiwa Tulia, nyinyi mnaishi wapi katika Tanzania mpaka hamuelewi kinachoendelea katika jamii yenu? Mnamwakilisha nani sasa? Yaani mpaka mpelekewe taarifa. Taarifa zenyewe zio taarifa ambazo ni rasmi na nini. Lakini bado taarifa zimeletwa katika uzito kama tulivyosoma hapa bungeni na hamjazifanyia kazi. Kwa hivyo nafikiri tunaomba wabunge basi tazame swala hili kama dogo, wakae kwenye nafasi za wale ambao wanaofanyiwa. Kaa kwenye nafasi ya mtu ambaye baba yake katekwa, kaa kwenye nafasi ya mtu ambaye baba yake kauawa, ndugu yake kapotea mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Ukikaa kwenye nafasi yake utapata zile hisia za kibinadamu, utapata hisia za utu na utafanya kazi. Vinginevyo kama ukikaa tu kwenye nafasi ulionayo, unaendesha gari kubwa, unapata mshahara wako, marupurupu makubwa, na ukadhani kwamba ndo kazi za mbunge, kwa kweli utakuwa mbali na jamii, na jamii itaendelea kushangaa kama tunavyowashangaeni sisi kwamba yani mko bungeni alafu hamjui kinachoendelea huko mtaani. Yati hamjui kama kuna watu wanatekwa, hamjui kama kuna watu wanauawa. Mamia ya watu waliotekwa ni mamia. Sisi ripoti tuliozindua siku ile na watu 200 na kwa majina, na wale waliotekwa tuliowaleta kwenye kikao pale, wenye familia za wale waliotekwa tumewaleta kwenye kikao na wakazungumza live. Bado hamjui. Kwa kweli tunakuombeni ndugu zetu waheshimiwa wabunge, muwe na mrejesho mzuri kwa wale ambao waliopeni ridhaa yao. Uchaguzi unakuja huko, mtawaambia nini wananchi? Utakwenda kwa mwananchi umwambie naomba unipe ridhaa yako nikakusimamie. Hiyo kauli utakuwa unamuomba kwa lipi sasa? Kama uhai wake tu hujui, maslahi yake na matatizo yake huyajui, hawezi kusaidia. Kwa hivyo mimi nilipenda nizungumzie haya kwa kuangalia zile hoja ambazo zilizotolewa na Mheshimiwa Spika, kwamba ni hoja ambazo hatukuzipokea katika namna ambayo ni nzuri, kwa sababu zimekaa ni nyepesi sana na hazikuzingatia maslahi ya wananchi kwa ujumla.